إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Na miongoni mwa alama zake Allah ni kukuumbieni kutoka katika nafsi zenu wake mpate kutulizana kwa wao, na akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hilo kuna alama nyingi juu ya uwepo wake Allah na upekee wake Allah kwa wale wenye kutafakari. Ibadallah, inna an-nikaha min a'zami ni'ami Allah azza wa jalla ad-dallat ala wahdaniyatihi. Enyi waja wa Allah, ndoa ni moja katika neema kubwa za Allah azza wa jalla zenye kujulisha juu ya upekee wake Allah kwa yule mwenye kutafakari katika haya maisha ya kidunia. Min ajli hadha jaa at-targhib fi an-nikah wal mubadarat ilayhi li'idhami manafi'ihi ad-diniyya wad-dunyawiyya. Kwa ajili hii likaja pendekezo la kuoa na kuharakia kuliendea jambo la ndoa kwa ukubwa wa manufaa yake ya kidini na ya kidunia. Allah akasema ndani ya Qur'an: fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Oweni wale ambao wamekuvutieni katika wanawake, ima wawili wawili au watatu au wanne. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkichelea kutokuwa waadilifu basi ni mke mmoja. Idha kana nikah ni'matan 'azima, itakapokuwa sasa ndoa ni neema kubwa, fayambaghi almuhafadha ala istimrarihi, inatakikana hii ndoa ihifadhiwe juu ya kudumu kwake baada ya watu kuwa wameingia ndani ya ndoa. Katika heri hii na neema hii yampasa Uislamu almuhafadha ala istimrarihi, kuhifadhi kubakia kwake ndoa hii, wala yastamiru kama yutlabu alayhi, wala haiwezi kuendelea ndoa na kubaki kama vile ambavyo panatakiwa, kama huwa almuradu lahu, kama vile inavyokusudiwa kuwa ndoa hii, illa iwe katika misingi fi dhilali hayati mustaqirra amina, isipokuwa lazima ndoa hiyo iwe katika vivuli vya uhai wa sehemu yenye amani yenye
mizani, sehemu ambayo itamfanya mtu aihifadhi ndoa yake, itamfanya mtu aiendeleze na adumu nayo na ajue yupo katika neema hii. Falyahris kullu min az-zawjayn, anatakiwa kupie kila mmoja katika wanandoa wawili, an yakuna baitu zawjiyya baita sakani wa saada wa surur. Anatakiwa kila mmoja katika ndoa, wanandoa wawili, iwe nyumba yake ambayo yupo nayo ndani ya ndoa hiyo ni nyumba ya furaha, ni nyumba ya mapenzi, ni nyumba ya saada. Ile ndoa ifanye kibanda kile ambacho hawajakimaliza, ifanye ile ghorofa walioijenga kwa furaha na amani, ifanye ile nyumba waliohangaikia muda wote kuilipia kodi au wao wenyewe wakaika tofali wakajenga, iwe baita sururin wa saada wa sakani, iwe ni nyumba ya utulivu, nyumba ya furaha, iwe nyumba yenye maelewano mazuri. Haya ndo ambayo Allah azza wa jalla aliyoyataka kwetu sisi, wadhalika bihusni almuashara alladhi amara Allah bihi, na hilo kwa kufanya maelewano na kuishi vizuri katika ndoa hizo, ambalo jambo hili Allah amelihimiza ndani ya Qur'an. Qala Allah azza wa jalla wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Allah akasema ishini nao hao wanawake kwa wema, walahunna mithlu alladhi alayhinna walirrijali alayhinna daraja, na wao wana mfano kile ambacho kipo juu yao wanaume, japokuwa wanaume kwa wao wana daraja. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf tayyibu aqwalakum, anasema al-Hafidh Ibn Kathir, maana yake zifanyeni nzuri kauli zenu, wahasinu hayatakum, nafanyeni vizuri mionekano yenu, wa af'alakum, na matendo yenu, kama tuhibbu, kama unavyopenda wewe, an taf'ala bik, au kama qala, vile ambavyo unapenda mwanamke akufanyie katika wema, katika ihsan, katika uzuri, basi wewe mwanamume unawajibika kulifanya jambo hili kwa mkeo. Muashara bainaka wa bainahu bil ma'ruf, kuishi bainaka wewe na mwanamke kwa wema. Limadha natakallam an hadha al-mawdu? Likathrati al-talaq wa likathrati ash-shakawa wa likathrati dimari buyuti al-muslimin. Leo tunaona nyumba nyingi za Waislamu kuharibika kwake. Watu wamekaa katika furaha nzuri ya ndoa, wanajua watoto wao washaozesha, wanajua wale vijana tayari, wanajua mtoto wake akishahifadhika, baada ya muda mdogo ugomvi unakuwa mkubwa katika familia hizi. Limadha? Kwa sababu ya suul muashara, uchanganyikaji mbaya uliopatikana baina ya wanandoa hawa, ima kwa huyu au kwa yule, lakini ndoa ile ikavunjika. Ndio neema kubwa aliyoneemesha Allah azza wa jalla viumbe hawa katika huu ulimwengu. Ndugu zangu wa Kiislamu, kana nabii sallallahu alayhi wasallam yuashiru azwajahu ahlahu birrifqi wal-lutfi wal-ihsan. Mtume alikuwa akichanganyika na wake zake kwa wema na uzuri na ihsan. Suilat Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha ma kana yasna'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi baytihi, aliulizwa mama Aisha kitu gani alichokuwa mtume akifanya ndani ya nyumba yake. Faqalat radhiyallahu anha kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah, ay ta'ni khidmat ahli. Alikuwa mtume wa Allah yupo katika kuwahudumia watu wake nyumbani, haupotezi muda wake mwingi mtume maskani. Kama leo tunavyoona hali za watu, baadhi ya watu wakishaweka mahitaji yao, watu wake muhimu ndani ya nyumba, hajui wanapokwenda, wanaporudi, wanavyoishi, wanayoyafanya. Yeye kwa bwana, kwa sababu ya kila alichopeleka hashughulikii mpaka aambiwe kimeisha alichopeleka. Kana nabii kana yakunu fi mihnati ahlihi, mtume alikuwa katika kuwahudumia watu wake, baadhi ya mambo ndani ya nyumba akiyafanya kwa mkono wake. Fa idha hadaratis salah, inapoingia sala, faraja ila salah, anatoka kwenda katika sala. Manake kuhurumia, tibul kalam, kuwa na maneno mazuri, arifqu, kuwa na upole, alihtiram, ataqdir,
kumheshimu yule mwanamke, kumpa nafasi yake. Almubadara biadai alhuquqi bitibi nafsi, kuharakia katika kutekeleza haki zake, tena kwa moyo msafi, ikawa moyo wake hauna kinyongo wala halipizi kisasi labda kwa hili na lile, bali anaishi naye kwa wema. Kadhalika yambaghi lilmar'a azwauja, na hivi ndivyo anavyotakikana mwanamke wa Kiislamu aliyeolewa akawa ndani ya nyumba ya mume wake au nyumba yake mwenye kaideni, lakini yupo katika usimamizi wa mume. Anatakikana awe hivi na maneno mazuri na kauli nzuri, anapoitwa na mumewe anaitikia, anapohitajika anakwenda, anaishi naye kwa wema bil ihsan. Na haya ndio mambo ambayo yatakayoleta mapenzi ndani ya nyumba. Suila nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah aliulizwa, ayu nisa'i khair, mwanamke gani ni mbora zaidi katika wanawake, yupi ni mbora zaidi? Qala, akasema mtume, tasurruhu idha nadhara, ni yule ambaye anamvutia mumewe anapomtazama, wa tuti'uhu idha amara, anamtii pale anapomwamrisha, wala tukhalifuhu, na wala pingani na mumewe fi nafsiha wa maliha bima yakrah, katika nafsi yake na mali yake. Labda akachuma mali yake akafanya mambo yenye kupizana na ile anayotaka mume wake katika yale ambayo anayachukia mume huyu. Lau kama ingekuwa majumba yetu yapo katika hali hii, tunaishi katika namna hii, tungeona mambo mengi katika majumba haya yangetoweka, na chuki na uhasama baina wanandoa baada ya furaha ya kupatana katika kuishi ndani ya ndoa, ndani ya kosa, ndani ya maelewano, baadaye ikawa ugomvi na chuki kwa sababu ya suul muashara, ima baina ya mke kwa mumewe au mume kwa mke huyu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Wa min husni almuashara ay yunfiq alayhi, katika uzuri wa kufungamana na mwenzake mtu katika maisha ya ndoa ni kuwapa matumizi watu wake bila israfi wala bukhl, atoe na asimamie majukumu yake mwanamume basi na kufanya israfu na kutoa vile ambavyo havistahiki akawa anatoa, wala kufanya ubakhili. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Atoe mwenye uwezo kadri ya uwezo wake, na yule ambaye uwezo wake ni mnyonge, una dhiki, atoe kile ambacho Allah alichomkadiria, alichompa katika mali yake. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa katika kile ambacho alichokuwezesha. Kadhalika liyahtasib ar-rajul ala nafaqati ahlihi, ajue kwamba analolifanya katika kuwapa watu wake nyumbani ni thawabu na ujira, asione ni mazonge wanamsumbua, hawaachi wao kuwa na hili na lile, afahamu kwamba hii ni ihsani na wema na a'zam ajran 'inda Allah. Mtume wa Allah anasema, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, ila an qala wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran 'inda Allah alladhi anfaqtaha ala ahlika. Dinaru unaitoa katika njia ya Allah, dinaru unaitoa kwa maskini, ni pesa unaitoa kwa watu wengine, jamaa zako, ndugu zako, bora ni ile ambayo yenye ujira mkubwa, ile ambayo unawapa watu wako nyumbani. Usipotoa wewe, mume atoe nani? Kaka kishacha majukumu yake, baba kishakukabidhi mzigo huu, wema ni wajibu wako wewe mwanamume kusimama kulitendea kazi jambo hili, pamoja na kwamba wanawake wanatakiwa wawe na kanaa na watazame hali za waume zao, lakini wajibu wa kusimamia jukumu hili ni la mwanamume, na hii ni katika husnul muashara, kuishi kwa wema baina ya wanandoa hao. Ndugu zangu, wallahi leo ukitizama nyumba za Waislamu unatamani kutokwa na machozi. Aliyetulizana katika ndoa yake mke aswali, ambaye mume anasali, au mke ukimkuta anasali mume hasali, lakini wanafikiana katika baadhi ya mambo haya. Yote tunayoyaona, Uislamu umeweka mazingira imara katika jambo la ndoa, na watu wasifanye ndoa kama ni mzaha, akawa mtu anaingia anatoka, yeye ni mtu wa kujaribu tu, hajajua bado mechi yake na pambana na timu gani, yeye ni mtu wa kujaribu na kutoka. Una watoto wa kike na wewe una dada zako, una halo zako, una shangazi zako. Kadhalika msiba tunaokuta mkubwa leo pia
kwa wanawake wa Kiislamu ni kutothamini ile hali ya muda mrefu aliyoishi na mwanamume katika jambo la wema na ihsani. Kwa nini tunazungumza haya? Kwa sababu pengine mwanamume anamlingania binti huyu arudi katika usawa, awe katika wema, awe katika stara. Miaka 10 analinganiwa ahifadhi stara yake ya kisheria ambayo kwayo ataipata pepo ya Allah tena aitakayo, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mke huyu anakutana na mashoga wahuni, watoto wa mjini wanamtia maneno kuiharibu ndoa yake aliyoishi nayo zaidi ya miaka 10. Akatoka katika ndoa ile kwa sababu mume kabadilika, kawa mtu wa dini, hataki mambo ya taarabu, hataki mambo ya kwenda katika maholi usiku, hataki mambo ya kujikura na kujishebedua, hataki hayo. Anataka awe hurra talika, awe huru katika mambo yake. Kadhalika baadhi ya wanawake wakashindwa kuvumilia hali za maisha ambazo zipo kwa mume wake baada ya mabadiliko na mitihani ambayo Allah kawapa. Mwanzo walikuwa katika hali nzuri, wakitembea vizuri, wakivaa vizuri, lakini Allah kawajaribu, Allah kawatahini. Mke mwema ni yule atakayevumilia hali hii. Sikumwambia kwamba mimi na kwetu haya maisha kurudisha dagaa mimi siyawezi hivi na vile, akaacha neema hii ya ndoa, akatoka akaenda kuharibika, akatoka akaenda kuaibika, akatoka akaiacha stara ile ambayo yuko nayo, akaona kwamba si lolote, awe huru, fulani anamtaka, alani anamtaka. Na haya ni mambo katika mambo ya kuharibu ndoa za Kiislamu. Yote haya msingi wake ni dini. Tujifunze sisi dini yetu Waislamu, tuwe na utaratibu wa kuwasomesha watoto wetu wa kike. Tupo madarasani muda mrefu, lakini majumbani hatusomeshi. Leo tuna mtihani hii ya masatellite, matelevision, lakini kuna nyumba za television, kuna hizi wifi zimewekwa. Mwanamke akimaliza kupika tu hana zaidi ya kufuatilia episode, muda wake wote ni katika mambo yasiyokuwa nafaa. Na wanajifunza kwa wale wanawake waovu waliopo katika miji yetu Tanzania ambao wanaitwa ni role model. Mtu anaona mimi bora niwe kama fulani, ana viwanja, ana nyumba, kanunia gari mama yake, na mimi na hivi. Akijitizama yeye bofu kila siku kishafanana nazo, hali yake ndio hiyo, kwa mimi uwezo nao. Haya ni mambo yenye kusikitisha yanatokea katika miji yetu. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kuhakikisha tupo katika ule msitari wa da'wa salafia, kuwafunza watu wetu nyumbani. Kadhalika wanapoozwa, wanapoolewa, haina maana mzazi umemaliza jukumu lako, haina maana hiyo. Kama vile ambavyo wewe mwenyewe umejihifadhi, na yule mhifadhi aendelee na neema ile. Akija na kesi, akija na mambo, tafuta njia njema ya kumuelekeza katika njia ya Uislamu. Kadhalika vijana wenzangu, tufahamu kwamba tumebeba dhima mbele ya Allah katika jambo hili. Hawa tunawachukua kwa wazazi wao, tukasemeshwa maneno ya Allah. Kama tuna mapungufu yetu, madhambi yetu, ni kurejea kwa Allah azza wa jalla, na tujue kwamba hii ni neema. Mtume wa Allah hakuruhusu hata yale yenye kujiri baina mke na mume kutolewa ndani ya nyumba. Alhifadh ala asrari albayti wama yakunu baina arrajul wa imraatihi, kuhifadhi siri za nyumba na yale yanayotokezea baina ya mtu na mkewe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri aliyetaja Imam Muslim, inna asharra an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Katika mtu muovu, mtu mbaya mbele ya Allah azza wa jalla, daraja yake siku ya kiyama ni yule ambaye anafanya jimaa na mkewe, na mwanamke anamruhusu mumewe, kisha mwanamume anaeleza siri zake. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema fi hadha al-hadithi tahrimu ifsha'i sirri ar-rajul ma yakunu bainahu min umuri al-istimta' wa min tasarif dhalika. Hadithi hii inaonyesha uharamu
wa mtu kueneza siri ya yale yanayotokea baina yake na mke wake katika mambo ya starehe na yale ambayo ni uchambuzi wa hayo, mwanamke anatakiwa bakie na yale mambo ndani ya nyumba yake. Kadhalika mwanamume asiyatoe yale ambayo yanafanyika baina yake na mke. Na hii katika wajhul umum, kuna mambo yatakayofanya hata mzazi kuishi. Haya tunazungumza bilwaqi. Ndoa zetu zimekuwa ni mtihani sana leo, mambo yamekuwa ni magumu. Ndoa zinafungwa kwa wingi, lakini talaka zinatoka sana kwa sababu ya akhlaqi zetu, kwa sababu ya tabia tulizokuwa nazo, kwa sababu ya kutobadilika kwetu. Kwa hiyo tufahamu kwamba hii ni neema. Watu kawaita wakaja kwa wingi wakashuhudia jambo lako, hiyo ni neema. Allah atakuuliza siku ya kiyama, neema hiyo umetungaje? Kadhalika mwanamke ambaye umeolewa, upo katika ndoa yako, ukasikiliza yale yanayotoka nje kwa watu ambao si wa dini, wakakutia vijiti utoke uiharibu ndoa yako. Shazaa na mwenzako, mshakaa mshaelewana, anajua kishapata man yakunu fi darbihi, yule ambaye alikuwa katika safari yake, wewe ukavuta ile kamba ukadai talaka bila sababu ya kisheria. Wallahi harufu ya pepo ya Allah utasikia, harufu ya pepo ya Allah utasikia. Ayuma imra'atin salat talaka, basi na njia ya kisheria kadai talaka, basi haramun alaiha raihatul janna, pepo ni haram juu yake, ile harufu yake. Kwa tuzitunge ndoa zetu, tuombe Allah sadadi katika hilo. Wewe huoni amani na furaha watoto wako wote kuwalia kwa mama mmoja? Huoni furaha na amani ikawa una nguvu ya kuwasimamia watoto hawa na una miliki juu yao, na unasahau kwamba hii ni neema, kuna wengine Allah hajawapa? Turejeni kwa Allah azza wa jalla, na msingi wa yote haya kutekeleza hukuki zetu na kudai haki ambazo ziko juu yetu na kumwomba Allah sadaka kwa kufanya juhudi ya kujifunza dini yetu. Ndani ya majumba kuna mengi, tusipoweka utaratibu wa watu kuisoma dini. Sisomesha wewe mwenyewe, huwezi ukakaa nao ukawaambia juu ya moto, huwezi ukawaelekeza ukawafahamisha. Somesha, umeridhika na hali hiyo, huu ni mtihani. Lazima turejee kwa Allah azza wa jalla na tufahamu kwamba tutaulizwa juu ya hili na mengineyo katika yale ambayo tumechukua dhamana juu ya masala haya. Inshallah, malaika yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بيوتنا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بيوتنا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بيوتنا آمنا مطمئنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح في الجبار برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.